Dick TV. Hii ni Kwaresma na ninawakaribisha ninyi nyote mliopata neema ya kuabudu pamoja nasi hapa, lakini wale wanaoabudu nasi kwa njia ya radio na kwa njia ya TV online mahali duniani kote, zaidi ya mataifa 180 ambayo tunawafikia popote pale duniani. Neno kuu linalotuongoza katika mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu ni kutoka kitabu cha Malaki ule mlango wa 4 mstari wa 2. Kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 2, na neno la Mungu lasema hivi: lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Lakini pia katika kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 57 mstari wa 20 na wa 21, neno la Mungu lasema, bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Na Zaburi ya 85 mstari wa 10, Zaburi ya 85 mstari wa 10, neno la Mungu lasema, fadhili na kweli zimekutana, haki na amani zimehusiana. Mabibi na mabwana, katika Kwaresma ya mwaka huu, leo ni siku ya 8 ya mfululizo wa mafungo yetu ya siku 40 za Kwaresma ya mwaka huu. Hii ni Kwaresma. Tumsifu Yesu Kristo. Natazama katika kichwa kinachotuongoza na mada ambayo inatuongoza katika Kwaresma hii, tunasema jua la haki. Jua la haki, the sun of righteousness. The sun of righteousness. Na tuliangalia jua la haki katika nyumba ya Daudi na Sauli, na kabla sijafunga chapter hiyo katika nyumba ya Sauli, asubuhi ya leo tunaangalia juu ya haki na kiapo. Haki na kiapo. Haki na kiapo. Nazungumza juu ya jua la haki, the sun of righteousness, lakini asubuhi ya leo tunaangalia juu ya haki na kiapo. Tafadhali usome pamoja nami asubuhi ya leo kwa haraka katika kitabu cha Samueli mlango wa 21. Samueli wa pili mlango wa 21 mstari wa 1 mpaka wa 14. Kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 21, tasoma kwa haraka mstari wa 1 mpaka wa 14. Na tazama, ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Na neno la Mungu linasema hivi: kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Mungu. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu. Ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Ndipo mfalme akawaita wa Gibeoni, akawaambia, basi wa Gibeoni si wana wa Israeli, ila ni wa masalio ya Waamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Basi Daudi akawaambia hao wa Gibeoni, niwatendee nini, na kwa tendo gani nifanye upatanisho, mpate kuubariki urithi wa Bwana? Na hao wa Gibeoni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati
ya sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumuua mtu yoyote katika Israeli. Akasema, mtakayonena ndiyo nitakayowatendea ninyi. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri la kutuharibu, tusikae katika mipaka yoyote ya Israeli. Basi na tutolewe watu 7 katika wanawe, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibeoni, katika mlima wa Bwana. Mfalme akasema, nitawatoa. Lakini mfalme akawaachilia Mefibosheti, lakini mfalme akamwachilia Mefibosheti mwana wa Yonathan mwana wa Sauli kwa ajili ya kiapo cha Bwana kilichokuwako kati yao, yaani kati ya Daudi na Yonathan mwana wa Sauli. Ila mfalme akawatoa hao wana wawili wa Rispa binti Aya aliyomzalia Sauli, Armoni na Mefibosheti, na wana 5 wa Merabu binti Sauli waliomzalia Adrieli mwana wa Barzila Meholati, akawatia mikononi mwa Wagibeoni. Nao wakawatundika mlimani mbele za Bwana, nao wakaangamia wote 7 pamoja, wakauawa siku za mavuno za kwanza, mwanzo wa mavuno ya shairi. Haya, akatoa nguo ya magunia akajitandikia mwambani tangu mwanzo wa mavuno hata waliponyeshewa mvua toka mbinguni, wala hakuacha ndege wa angani kukaa juu yao mchana, wala wanyama wa mwitu usiku. Kisha akamwambia Daudi hayo aliyoyafanya huyo Rispa binti Aya na wa Suria wa Sauli. Akaenda Daudi akatoa mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathan mwanawe mikononi mwa watu wa Yabesh Gileadi walioiba katika njia ya Bethshani, hapo Wafilisti walipowatungika Wafilisti walipowatungika katika siku hiyo waliomuua Sauli huko Gibeoni. Naye akaileta toka huko mifupa ya Sauli na mifupa ya Yonathan mwanawe, nao wakaizoa mifupa yao waliotundikwa. Kisha wakaizika mifupa ya Sauli na Yonathan mwanawe katika nchi ya Benjamin huko Zela, kaburini mwa Kishi babaye. Wakafanya yote aliyoamuru mfalme, na baadaye Mungu aliridhia hiyo nchi. Na baadaye Mungu aliridhia hiyo nchi. Na baadaye Mungu aliridhia hiyo nchi. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mwokozi mfalme, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako takatifu. Tazama, wewe ni Mungu unayelituma neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, ninakusihi useme nasi saa hii, e Bwana. Tazama, sasa wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa, hata ulitume neno lako likatimize na makusudi yake katika maisha yetu. Saa imefika na sasa ipo. Ujitwalie utukufu. Naam, useme nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Naam, ututakase katika ile kweli, maana neno lako, tazama, ndio kweli. Utubariki sasa na daima, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa mabibi na mabwana, tunazungumza asubuhi ya leo mada yetu, jua la haki, the sun of righteousness, lakini tunaangalia juu ya haki na kiapo. Haki na kiapo. Katika kauli mbiu yetu
ambayo inatuongoza katika mafungo haya ya Kwaresma ni kauli mbiu maarufu duniani kote inayosema no justice, no peace. No justice, no peace. Hakuna amani, hakuna haki, hakuna amani. Hakuna haki, hakuna amani. No justice, no peace. Wapendwa mabibi na mabwana, habari niliyosoma ni habari ya Mfalme Daudi. Amekuwa kwenye kiti. Sauli alishakufa siku nyingi zilizopita, na Daudi amepakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Na kwa sababu ya kupakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli, anapaswa kuhakikisha usalama wa watu kama alivyo hapa na kama alivyopokea wajibu, lakini pia anapaswa kujua habari ya chakula. Kuongoza ni kuwapa watu riziki zao. Kiona kiongozi ambaye anamtimanyongo, hafai kuwa kiongozi. Kuwa kiongozi ni kuwapa watu riziki zao, wapa watu vitu, wapa watu. Na Yesu Kristo mwenyewe akasema, wapeni watu vitu. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, kwa kiwango kile cha kushindilia, cha kusukasukwa na kumwagika. Sasa kukatokea mwaka kwa mwaka njaa ya miaka mitatu. Mwaka kwa mwaka, mfululizo wa miaka mitatu, haijanyesha mvua juu ya uso wa nchi kabisa. Hakuna tone la mvua juu ya uso wa nchi. Daudi ikabidi utafute uso wa Bwana. Hii ni Kwaresma, ni siku 40 za kutafuta uso wa Bwana. Pengine kujua ni wapi ambako unapitia na ni kwa nini unapitia mazingira kama hayo, ya umaskini, ya ufukara, ya njaa, ya magonjwa, ya misiba, ya hasara, ya kupoteza na kukataliwa. Na ni kwa nini unapitia haya. Ni wakati wa Kwaresma pekee ambako Wakristo wote duniani na watu wenye mapenzi mema, wenye akili na utashi, wanapata nafasi ya kufanya tathmini binafsi, personal critical evaluation. Maisha yakikwama, usifikiri umerogwa. Lazima urudi utafakari. Daudi akajifanyia tathmini. Biblia inasema Daudi akarudi akautafuta uso wa Bwana, kama ambavyo tunasisitiza katika Kwaresma hii kutafuta uso wa Bwana. Na katika kutafuta uso wa Bwana akagundua, akafunuliwa, Roho Mtakatifu akasema naye ya kwamba njaa hii, na Mungu akasema na moyo wa Daudi ya kwamba njaa hii na ukame huu ni kwa ajili ya nyumba ya Sauli, kwa sababu ya hao Wagibioni, kwa sababu ya hao Wagibioni. Ndipo Daudi akawaita Wagibioni akawauliza, tuwafanyie nini kwa ajili ya nyumba ya Sauli? Wagibioni wakamwambia Daudi, Sauli alituua na tumebakia na masalia ya watu wachache. Kwa hiyo yule ambaye alituua, tupewe watoto wake wa kiume 7, watundikwe mbele za Bwana katika mlima, na nchi hii mnayoikalia ninyi itawazalia matunda. Daudi akaenda akatafuta watoto wa Sauli waliosalia 7, akawakabidhi kwa Wagibioni, na Wagibioni wakawatundika usoni mbele za Bwana. Isipokuwa Mefibosheti mwana wa Jonathan alisalia kwa sababu ya kiapo cha Daudi na Jonathan. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo tunazungumza juu ya haki na kiapo. Haki na kiapo. Kwanza, kiapo ambacho kilisababisha njaa juu ya uso wa nchi na mvua kufungwa kwa miaka mitatu, kilikuwa ni kiapo ambacho Wagibioni na Joshua, wakati Joshua anatamalaki nchi ya hawa Wagibioni. Hawa Wagibioni ni masalia ya Waamori, wale watu waliokuwa hapo, waliokuwa wanaishi, wenyeji wa nchi ile ambayo Israeli waliwakuta pale. Hawa ndio ambao Joshua aliweka nao agano, aliweka nao kiapo ya kwamba
watakuwepo wakifanya kazi za kupasua kuni na kuteka maji katika hekalu la Mungu kwa ajili ya dhabihu za Mungu. Hiki ni kiapo chenye gharama. Aliyeapa ni Yoshua. Anayekuja kupata matatizo ya kiapo ni Daudi, kizazi sijui cha ngapi kutoka Yoshua. Ukitaka kujua utakwenda kusoma kwenye Biblia. Kutoka Yoshua mpaka Daudi ni kizazi cha ngapi? Ni kizazi kadhaa, cha vizazi kadhaa vilivyopita. Sasa mimi sitaki kuzungumza juu ya idadi ya vizazi. Inawezekana ikawa kizazi cha 5 au cha 6 au cha 7, whatever. Lakini aliyeapa ni Yoshua. Aliyefanya makosa ni Sauli. Anayelipa gharama Daudi. Okay. Yaani hapa ndio mahali ambako naomba mtulie tu. Mtulie tu. Na Mungu atusaidie kwanza usikie juu ya kiapo. Kabla sijaendelea, nataka nikuhakikishie usijiondoe kwamba wewe si mtu unayeishi kwenye kiapo. Hapa duniani hakuna mtu ambaye anaishi bila kiapo. Never. Ama umeapa wewe mwenyewe au kuna walioapa kwa niaba yako. Kama wewe ni mtoto wa familia fulani, baba yako na mama yako waliapa kwenye kiapo cha ndoa kwa ajili yako, ukazaliwa na unaishi kwenye kiapo cha ndoa ya baba na mama yako. Lakini duniani kote research zinaonyesha hakuna mtu ambaye anaishi bila kiapo. Nataka nikuhakikishie, hakuna mtu ambaye anaishi bila kiapo, kwa kuwa kiapo ni maisha na maisha ni kiapo. Na tunazungumza juu ya haki ya kiapo. Na kuna watu wanateseka kwa sababu ya vifungo vya viapo. Okay. Ukiwa wewe kama mimi nilivyo, unaapa kwenye ndoa, lazima utapita kwenye kiapo. Ukifunga ndoa, utaapa kwenye ndoa. Lakini pia kama hautaki kuwa na ndoa, ukataka kuishi maisha ya utawa, masista wale pale na mapadri wanaapa, lazima waape. Lakini ili ufanye maamuzi, na kuna watu ambao wanaapa alafu wakimaliza wanavalishwa na mavazi ya viapo, kama masista, kama mapadri, kama wachungaji, kama maaskofu, kama majaji, kama maadvocate. Unaapa na unavalishwa na mavazi ya kiapo, unakuwa tofauti na watu wengine. Lakini pia ili uweze kuaminiwa katika maisha ya watu, unaapishwa. Ukiwa ni nesi, kwa sababu unahusika na maisha ya watu, utaapa. Kama daktari, kwa kuwa unahusika na maisha ya watu, utaapa. Kama ni mbunge, kwa kuwa unahusika na maisha ya watu, utaapa. Kama ni advocate au mwanasheria, sijui jaji, sijui hakimu, kwa kuwa unahusika na maisha ya watu, utaapa. Kwa sababu kiapo ni maisha na maisha ni kiapo. Kama tumekuchagua kuwa speaker wa bunge, lazima utaapa, lazima uape. Lakini unaweza ukaapa kama mbunge alafu ukaapishwa tena kama speaker. Unaweza ukaapishwa kama mbunge lakini ukaapa tena kama waziri na kama naibu waziri. Hali kadhalika na president wa nchi. Ukichaguliwa kwa kura zote na tukakukubali, lakini ni lazima tukuapishe. Mwalimu Nyerere anatoa hotuba yake mwenyewe, anasema lazima tukuapishe. Kama ni Muislamu utaapa kwa Qur'ani, kama ni Mkristo utaapa kwa Biblia, na kama hauna dini tutakuapisha kwa katiba, lakini lazima uape. Mwalimu Nyerere anasema, anasisitiza. Sasa kiapo ni maisha, kwa sababu unahusika na maisha ya watu. Unahusika na maisha ya watu. Na wengine wanaapa na kisha wanasaini fomu za viapo. Na hata hapa kanisani tunapokuapisha kwa ajili ya ndoa, unasaini na hati ya kiapo. Cheti ulichonacho ni hati ya kiapo, ndio cheti cha ndoa. Usifikiri ni cheti kwa ajili ya kuhamishwa kutoka Iringa kwenda Dodoma kumfuata mume wako. Never. Ni hati ya kiapo.
ulichoapa, na kinasimamiwa na sheria. Kwanza inasimamiwa na sheria ya Mungu, lakini inasimamiwa na sheria ya nchi. Kiapo. Twende taratibu. Nazungumza juu ya haki na kiapo. Na hii ni Kwaresma. Na kuna watu ambao wanateseka kwenye kiapo kwa maisha yao. Oh my God. Sasa nataka angalau uangalie aina ya kiapo kilichosababisha nchi kufungwa miaka 7 bila kunyesha mvua, na aina ya kiapo cha Wagibeoni na Joshua ambaye kilisababisha watoto wa Sauli wavulana 7 kutundikwa juu ya mti na maiti zao zikaoza, ili nchi iweze kuwa na amani na Mungu airidhie hiyo nchi. Wapendwa, kwa masikitiko makubwa, almost watu tulioko hapa, wengi wetu tumeathiriwa na kiapo kwa namna moja au nyingine. Na kuna watu wanaapa tu kirahisi, wakimaliza wanaenda kupiga, wanakwenda wanakula baga, wanakula bata miaka 5, alafu baadaye wanaapa tena. Sasa sikilizeni habari yenu. Katika kitabu cha Yoshua, nataka uangalie Yoshua ule mlango wa 9 mstari wa 3 mpaka wa 27. Joshua mlango wa 9 mstari wa 3 mpaka wa 27. Uelewe aina ya kiapo cha Wagibeoni, uelewe aina ya kiapo hicho. Alafu ujaribu kukompea na kiapo ambacho umeapa katika maisha yako. Ukiwa askari wa jeshi la polisi utaapa, ukiwa mwanajeshi utaapa, ili mradi unagusa maisha ya watu lazima uape. Lazima uape. Ukitaka kuoa au kuolewa lazima utaapa. Hautaki, unataka kuwa sister na padri utaapa pia. Sio tutapeli hapa. Okay. Tuendelee mbele. Yoshua mlango wa 9 mstari wa 3 na kuendelea mbele. Lakini wenyeji wa Gibeoni waliposikia habari ya hayo yote Yoshua aliyokuwa amewatenda watu wa Yeriko na wa Ai, wao wakatenda kwa hila. Nao wakaenda na kujifanya kama ndio wajumbe, wakaenda na magunia makuukuu juu ya punda zao, na viriba vya mvinyo vilivyokuwa vikuukuu vilivyoraruka na kutiwa viraka, na viatu vilivyotoboka na kushonwa katika miguu yao, na mavao makuukuu yaliyokuwa yanawavaa, tena mkate wote wa chakula chao uliokuwa umekauka na kuingia konga. Nao wakamwendea Yoshua hata marangoni huko Gilgali, nao wakamwambia yeye na watu wa Israeli, sisi tumetoka nchi ya mbali sana, basi kwa hiyo fanyeni agano pamoja nasi. Basi watu wa Israeli wakawaambia hawa hivi, labda mwakaa kati yetu, nasi tutawezaje kufanya agano nanyi? Na hao wakamwambia Yoshua, sisi tu watumishi wako. Yoshua akawauliza, ninyi ni nani? Nanyi mwatoka wapi? Nao wakamwambia, sisi watumishi wako tutatoka nchi iliyo mbali sana, kwa sababu ya jina la Bwana Mungu wako, kwa kuwa sisi tumesikia sifa zake na habari ya hayo yote aliyoyafanya huko Misri, na habari ya hayo yote aliyowatenda wale wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ng'ambo ya pili ya Jordani. Na habari ya hayo yote aliyowatenda huko waliokuwa ng'ambo ya Waamori waliokuwa huko ng'ambo ya pili ya Yordani. Maana huyo Sihoni mfalme wa Heshboni na Ogu mfalme wa Bashani aliyekuwako huko Ashtarothi. Kisha wazee wetu na wenyeji wote wa nchi yetu walinena nasi na kutuambia, chukueni vyakula mkononi mwenu kwa ajili ya safari, mwende mkawalaki watu hao na kuambia, sisi tu watumishi wenu, basi sasa fanyeni agano nasi. Huu mkate wetu tulio utwaa ukali moto katika nyumba zetu siku hiyo tuliotoka kuja kwenu, uwe chakula chetu, lakini sasa tazama umekauka na kuingia koga. Na viriba vyetu hivi tulivyovitia divai vilikuwa ni vipya, sasa tazama vimeraruka, na haya mavazi yetu na viatu vyetu vimekuwa vikuukuu, kwa vile tulivyokuja safari ya mbali sana. Basi hao watu wakatoa katika vyakula vyao, wala wasitake shauri kinywani mwa Bwana. Naye Yoshua akafanya amani
Kisha ikawa mwisho wa siku 3 baada ya kufanya hilo agano, nao walisikia habari ya kuwa watu hao ni jirani zao na ya kwamba waliketi kati yao. Yani ni kiapo fulani cha kitapeli, lakini hakuna ukisha hapa. Mimi nakwambia hata nashangaa mpaka leo unaishi. Tuendelee mbele. Kisha wana wa Israeli walisafiri wakaifikiria miji ya watu hao siku ya 3. Basi miji ya watu hao ilikuwa ni hii: Gibeoni na Kefira na Berishoti na Kiriati Yearim. Wana wa Israeli hawakuwapiga kwa sababu wakuu wa mkutano walikuwa wamekwisha kuwaapia kwa Bwana Mungu wa Israeli. Nao mkutano wote wakanungunika, wakawanungunikia hao wakuu, lakini wakuu walikuwa wameshawaapia hao kwa Bwana. Lakini wakuu wote wakaliwaambia mkutano wote, sisi tumewaapia kwa Bwana Mungu wa Israeli. Basi sasa hatuwezi kuwagusa watu hawa. Kazi ya kiapo ni kuweka distance, mpaka. Tutawafanyia neno hili, kisha tutawaacha wawe hai, hasira isije juu yetu kwa ajili ya hicho kiapo tulichowaapia. Kwa ajili ya hicho kiapo tulichowaapia. Wakuu waliwaambia waacheni wawe hai. Basi wakawa wenye kupasua kuni na wenye kuteka maji kwa ajili ya mkutano wote, vile vile kama hao wakuu walivyowaambia, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Utaenda kusoma, mwisho ni 27. Mimi nataka niishie hapo kwa sababu ya muda wangu. Wapendwa, hicho ndicho kiapo cha Wagideoni na Yoshua. Hawa watu waliposikia kwamba Joshua na jeshi lake na Waisraeli wanakuja, walijua habari za Misri, walijua juu ya bahari ya Shamu kugawanyika, walijua juu ya namna ambavyo Mungu aliwapigania katika wafalme wa Amori, walijua namna ambavyo Mungu aliyatoa maji ya mwambani, wakatetemeka, wakatengeneza hila, wakavaa mavazi yaliyochakaa, wakabeba viriba vya divai vilivyochakaa, wakavaa viatu vilivyotoboka toboka. Ni wenyeji wa nchi ile. Wakajua jinsi ambavyo Yeriko ukuta wake ulidondoka, wakatetemeka mbele za Bwana. Wasema tutakwenda tukafanya shauri la amani na hawa watu. Kwa hiyo walipofika na mikate yao, wakajiwatapeli, kiapo cha kitapeli. Wakawaambia sisi ni wenyeji wa nchi ya mbali, tumesikia habari ya Mungu wenu na tumekuja hapa, tafadhali tunaomba tuungane pamoja nanyi. Wakafanya muungano. Basi Mungu akatia muhuri ule muungano waliofanya na kile kiapo ambacho walikifanya. Siku 3 baadaye wanakuja kujulikana ni majirani zao, the next door, lakini wameshaapiana. Na kwa sababu kiapo kina madhara makubwa sana. Kwa bahati mbaya, wapo watu wanapata vyeo, wanaapishwa, wanaona kama ni maisha ya kawaida tu. Nazungumza juu ya jua la haki, the sun of righteousness, jua la haki. Haki na kiapo na nguvu ya kiapo na madhara ya kiapo. Ukiangalia kiapo hiki cha namna hii kilichotokea wakati wa Yoshua, usingeamini kingekuja kufunga mvua wakati wa Daudi. Never. Twende taratibu. Wakati wa Sauli alipoambiwa hawa Gideoni, akasoma na mikataba yao, akaona Magibeoni hawa sio. Sauli akasema wauawe. Akawaua Wagibeoni kwa upanga. Wakabakia wachache, wakaenda wakajificha kwenye mapango. Sasa wakati wa Daudi, matokeo ya madhara ya kiapo yanaonekana. Nakwambieni kuna watu mngeshafika mbali sana. Kinachowashikilia hapo, mna ukame wa mwaka kwa mwaka, na ni kwa sababu ya kiapo. Si kitu kingine. Ama kiapo cha ndoa, ama kiapo cha wadhifa, au kiapo cha nafasi, au kiapo ambacho umeapa kwa ajili ya watu na hausimami katika hicho kiapo, wala haujali. Ninataka nikuambie katika Kwaresma hii, nenda kaangalie tena unaishi chini ya kiapo kipi kwenye maisha yako. Na kama unawapenda watoto wako, tafadhali, kama unawapenda watoto wako,
Ishi kwenye kiapo. Maana yake, kwa mfano wewe ni baba au ni mama, una kiapo cha ndoa na ukaenda ukamchukua kijana ambaye mama yake ni mjane, anamsomesha kwa shida pale chuo kikuu. Wamama siku hizi wanaochukua vijana wadogo wanaitwa mushangazi. Ukageuka kuwa mushangazi, kaenda ukachukua handsome boy, mtoto wetu pale chuo kikuu cha Dar es Salaam au vyuo vikuu vingine. Na wale wanaume nao wakaenda, baba ukaenda ukamchukua binti pale, na una kiapo cha ndoa. Kwa kuwa hukuichukia damu, nitaruhusu damu ikufuate. Kwa kuwa hukuchukia zinaa, Mungu ataruhusu zinaa ikufuate kwenye maisha yako. Utashangaa na watoto wako kitakachotokea kwenye nyumba yako kwa sababu ya kiapo. Sasa tunaishi kwenye viapo. Kuna wengine mna viapo. Una kiapo cha ndoa, una kiapo cha kuwa mchungaji kama mchungaji Kimaro, una kiapo cha ndoa, una kiapo cha kuwa advocate. Kuna wengine mnaishi na viapo vitano. Yaani unajikuta una kiapo cha ndoa, una kiapo cha kuwa mbunge. Kwanza kabla mbunge ulifanya sheria ukaapishwa kuwa advocate, una kiapo cha mwanasheria. Una kiapo cha kuwa mbunge, una kiapo cha kuwa waziri. Yaani una viapo vingi tu kwenye maisha yako, vya taaluma, vya nafasi na mahali ambako Mungu amekupa, amekuweka. Lakini wafanyakazi wa serikali naona siku hizi mna form za viapo, mna sign form za viapo. Na una sign tu haraka haraka, halafu unaendelea na maisha yako. Nataka nikuambie, yatakufunga wewe, yatafunga na watoto wako na vizazi vingi nyuma yako. Usije ukadhania kiapo kinaisha. Sasa kuna viapo ambavyo vinakusanya watu. Kiapo cha mchungaji na padri na sister wale ni ibada ya kusanyiko, wanakusanyika watu. Kiapo cha kuapisha watu, kiapo hauapi sirini, unaapishwa mbele za watu. President ndiye anaongoza kwa kiapo uwanja wa taifa. Anakaa pale tunamwapisha. Hata kama ameshinda kwa kura 100%, asipo hapa hafai kuwa president wetu. Manake hawezi kuwa rais wetu kama haja hapa. Anaapishwa mbele ya umati wa watu. Na ukisikia advocate wanaenda kuapa baada ya kumaliza law school, kusanyiko linaitishwa pale, wanaapishwa. Ukisikia uteuzi unaitwa Ikulu, watu wamekusanyika, unaapishwa. Wanajeshi wanaapa. Kila mahali pana. Siku ya ndoa watu wanakukusanyikia, unaapa mbele za Mungu aliye hai, na unaapa kihalali. Sasa can you imagine ulinganishe kiapo cha Wagibioni na Joshua kilicholeta madhara? Watoto 7 wa Sauli wakatundikwa, wakafa mbele za Bwana. Ndio Mungu akaruhusu nchi inyeshe mvua. Mvua ikanyesha juu ya uso wa nchi. Nataka kuzungumza mambo machache hapa. Ni watu wangapi ambao na familia ngapi ambazo zinaishi kwa tabu kwa sababu ya viapo ambavyo baba au mama au familia ambayo ni familia ya ndani ya karibu ambayo waliapa na wanatembea katika maisha magumu leo katika maisha yao. Unajua kuna watu wanasemaga, hata nikaona utani fulani wakitania wakasema, tunaona kama hivi viapo vya siku hizi vya kutumia Biblia na Qur'ani ni kama vile havina mashiko. Nataka nikuambie vina mashiko sana. Ukiapa mbele za Bwana unaweza ukajiburudisha kwa siku chache tu, lakini nataka nikuambie madhara yake ukishaapa mbele za Bwana, madhara yake mbele za Mungu. Umeapa kwa kitu chochote, usisubutu. Nataka nikuhakikishie. Na ninyi, na nimesema hakuna mtu ambaye haishi chini ya kiapo, kwa sababu kiapo ni maisha na maisha ni kiapo. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiwa umehalifu kiapo cha ndoa, shughuli yako ipo. Kwanza kuna kufungwa riziki. Riziki yako itafungwa. Kama haitafungwa kwako leo, itakuja kufungwa kwa watoto wako. Hutaamini. Na kama unapenda watoto wako, kama unawapenda, kama huwatapeli, kama unawapenda, kama unavyoambia I love you, I miss you, hug me, you kitu gani, kama unawapenda na kuwakatia hizo keki za ngano za birthday zao kila mwezi, kila mwaka, nataka nikuambie, kama lazima uangalie madhara ya kiapo cha ndoa ambacho watoto wamepatikana huko, au kiapo chako cha taaluma na nafasi
ambayo Mungu amekupa. Najua no peace, no justice, no peace. Hakuna amani kwa wabaya. Wamefanana kama bahari iliyochafuka, inatoa tope na takataka. Na ndivyo tope na takataka katika nyumba ya Sauli. Sasa katika Kwaresma hii, nilipokuwa kwenye magoti, hata jana nilikuwa kwenye maombi, nikamwambia Mungu, katika hili nani amesalia? Nani amesalia katika hivi viapo? Nani amesalia? Nani ambaye anathubutu kusema sina madhara katika viapo hivi ambavyo watu wameapa na baadaye kila mmoja ameondoka kwa namna yake? Lakini Mungu atupe neema asubuhi ya leo na katika Kwaresma hii ya kutubu na kuungama na kutafakari juu ya yale ambayo Bwana ametutendea. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Madhara yanayopatikana kwa kutokuishi kiapo ulicho hapa. Mimi na viapo viwili tayari. Na kiapo cha ndoa, lakini na kiapo cha uchungaji. Na kiapo, naishi chini ya kiapo. Na najua kwamba naishi chini ya kiapo. Na nimekuwa nikimuomba Mungu anisaidie sana kuishi katika nadhiri za kichungaji. Sijue mwenzangu una kiapo gani? I wish kama ningekuwa pata nafasi kubwa ya kuzungumza na watu maalum ambao wana viapo. Kwa sababu ni rahisi kupata kuapa na ukaongezewa cheo, na kwa kuwa unahusika na maisha yetu tukakuheshimu kwa sababu umeapa. Lakini nataka nikwambie hivi vitu vitarudi kwenye nyumba yako. Uzuri ni huo. Vitarudi. Kama ni judge umeapa, mwanasheria umeapa, mchungaji umeapa, askofu umeapa, sijui waziri, sijui mbunge, sijui rais umeapa, na unamzaha katika hicho kiapo, unaona kama ni dili tu ya kujipatia maisha. Nataka nikwambie ni kazi bure, ni ubatili mtupu na kujilisha upepo. Nothing done. Hakuna kitu kitakachokuja kutokea, na hautakufa, na hata kama ukifa utaacha balaa kubwa katika nyumba na ya familia ya kwako. Mimi nilishangazwa sana. Kuna wanangu walifunga ndoa katika nchi fulani, ni watoto wangu, najua nahudumia mataifa 180. Wakaniaga wakaniambia, mchungaji, tunakwenda honeymoon Israeli pale Kana ya Galilaya. Watu wengi maarufu wenye hela zao. Kuna maapartment pale Kana ya Galilaya kwa sababu ya ile harusi ambayo Yesu alishiriki. Ndio nitakwambia mwanadamu ni sugu. Ni sugu. Wakaenda wakaniaga, nikawatakia baraka za Bwana. Walipoenda kule, nikapigiwa simu kutoka Israeli na yule bibi harusi analia kilio cha mauti, kilio cha uchungu. Mchungaji, nimesalitiwa. Ndoa imefungwa na imebarikiwa. Wameondoka kwenda kwenye honeymoon Israeli pale pembeni kabisa wote. Mru, mwanadamu wote. Biblia inasema, ngoja ninywe maji. Seye. Biblia inasema mwanadamu ni ubatili kweli. Basi nikamuuliza, kitu gani kimetokea? Kanambia, mchungaji, huwezi kuamini, ndoa inavunjikia hapa Kana ya Galilaya. Tena nini? Ananiambia, kuna rafiki yangu ambaye anafanya kazi hapa. Yupo kwenye mashirika ya kimataifa, yuko hapa. Na nilimwambia kama anakuja kupumzika. Akaja leo kututembelea. Kwa hiyo alipofika, mimi nikawa nina jambo ambalo nilikuwa nafanya, anafanya kazi kwenye kompyuta. Akamwambia, tafadhali tu uniruhusu kidogo, nina jambo ambalo nalifanya. Kwanza nikamkaribisha, nikamtambulisha kwa mume wangu, nikamwacha na mume wangu ili mimi nimalizie hiyo kazi ambayo nilikuwa nafanya, na alikuwa ameweka laptop chumbani, ana work from home. Alafu nimalize nirudi. Nimemaliza ile kazi, nimekuja, nimewafumania jikoni. Jikoni, amechukua apartment pale
Kana ya Galilaya. Hivi ushenzi mpaka Kana ya Galilaya, pembeni ya harusi iliyohudhuriwa na Yesu. Ujue binadamu ni sugu hapa duniani. Sijajua hii ya kwako ambayo ulikuwa na kupumzika nisitaje. Sijaelewa. Ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu kwa yule binti, na ndoa ikaishia pale Kana ya Galilaya. Yule jamaa akaondoka, yule binti akarudi hana mume. Na yule jamaa, ukiangalia huyo binti amejitunza, ni wale watoto wenye disiplini ya ajabu. Halafu ndio mwenye hela. Yaani ndio ana hela, ana maisha, ana mipango. Ni yule binti mwenye focus, anaangalia hivi. Anafanya kazi kwa kuangalia jua kama Yoshua. Very enterprises. Na amesalitiwa na mwanaume. Israel. Wanaume. Mungu anawaona. Mungu anawaona. Nawaambieni. Mungu anawaona. Onyo wasoro ruana mbonyi wanda mnenge licho. Chini ya hili jua Mungu anawaona. Mnawaumiza wanawake. Mnaumiza wake zenu kwa usaliti. Yule dada akarudi analia machozi ya damu. Anavuja, moyo wake unavuja damu. Ameorganize safari iliyomletea mateso makubwa. Na ameenda pale, anasema niliomba Mungu anipe ndoa, nikasema mimi nitakwenda kupumzika pale Kana ya Galilaya. Maombi ya kwenye box ameomba. Anakwenda na mpuzi kama huyu. Po mpaka sawasoro. Akarudi hapa. Tukakutana, nikamuita, kazungumza naye. Nikamwambia jambo hili litakukosti sana. Ni miaka nafikiri 5-7 iliyopita. Nikamwambia jambo hili litakugharimu sana. Umeenda kufanyia tena Israeli? Utayaona tu. Ninapozungumza hapa. Ya, hata nikikupigia picha nikukuletea hapa nikikwambia huyu ndiye yule binadamu, utaamini. Kwanza ndoa iliishia huko kwa Israeli, lakini maisha ya yule kijana, huyo mwanaume hayafanani. Yaani ni kibarua cha mateso. Anaishi kwenye tabu, ufukara, ukame, jangwa la miaka 3 la nyumba ya Sauli lilosababisha Daudi kuishi kwa tabu. Huyu kijana leo maisha yake ni jangwa, ni msiba, ni mateso, ni ukame, ni ukaufu. Sasa unaenda kufanya maroroso ya kuvunja viapo. Ukimaliza unakuja kanisani, unataka kuombewa. Na nataka niseme, ninafundisha tu. Si kwamba sijui jinsi ambavyo mna dhambi nyingi, mna dhambi za kutisha. Lakini nimetengeneza na kuandaa programu ya maungamo ya siri pale mwishoni. Sasa mchungaji, mbona hatuongozi sala ya toba? Sikuongozi kirahisi kabla hujajua dhambi yako. Na ukijua utafute muda. Popote pale duniani ulipo, uende ama kwa mchungaji au kwa padri kwa maungamo ya siri. Umefanya dhambi inayostahili mauti, na hii ni Kwaresma. Mwishoni, wiki 2 kabla ya Kwaresma, tutakuwa na wachungaji watakaokuwa wanasikiliza na kuwasaidia watu ambao wamepita kwenye mapito magumu. Lakini sasa simama. Mlivyoniangalia leo, simama kwa miguu yako. Nataka niombe kwa ajili yako. Na ninataka utafakari maisha yako ya kiapo na madhara yake kwako, kwa watoto na familia. Lakini wale ambao mmeishi kwenye nyumba zenye viapo viwili, watoto wa majaji, uliapa kuwa hakimu, ukaapa kuwa advocate, ukaapa kuwa jaji, viapo 3, kiapo cha ndoa cha 4. Kuna mabingwa wa viapo. Na kuna watu ambao wameapa mwaka kwa mwaka. Kuna wabunge ambao wana miaka 35 kwenye jimbo. Yaani kila baada ya miaka 5 anaapa. Kwa sababu viapo vinaenda 10, vinaenda 20. Na nafasi mbalimbali za uwaziri. Na haishi kwenye hivyo viapo. Anaona tu kwenda kusoma pale. Haya. Funga macho yako. Inua mkono wako juu. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema, Bwana Yesu,
wewe ni Mungu mwenye rehema. Katika Kwaresma ya mwaka huu ninasimama mbele za uso wako, ninaomba rehema. Ninaona nikiwa na majeraha na nikiwa nimebeba msiba kwa sababu ya kiapo. Ninaomba unisamehe. Rehemu Bwana, mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Amen. Tulia niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, asante tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninaombea watoto wako walioko hapa na wale walioabudu nasi online na kwa njia ya radio. Baba, ninawafunika na damu yako ya thamani. Ninakusihi kwa pendo lako la kimbingu ukapate kuwaonekania watoto wako na ukapate kuwashika na mkono wako ulio hodari. Turehemu pale ambako tumesimama kinyume cha kiapo na nafasi uliotupa. Baba, ninaomba katika Kwaresma ya mwaka huu, guse maisha ya watu, uguse maisha ya watoto wako, usikie sala na dua na maombi. Usikubali Bwana toba na maungamo ya siri ya mioyo yetu. Asante kwa ajili ya wote walioko hapa na wale walioabudu nasi online na kwa njia ya radio. Naiombea nyumba hii, naiombea familia hii, na uombea mji huu, na waombea watu hawa ambao wanataabika leo kwa sababu ya kiapo cha ndoa. Bwana Mungu wa majeshi, uwarehemu watoto wako hawa, uwafunike na damu yako ya thamani. Asubuhi ya leo ninaomba kwa ajili ya wagonjwa walioko hapa, walioko mahospitalini na majumbani. Uwarudishie afya, uwaponye na majeraha yao yote. Mwokozi wa ulimwengu, zikubali dhabihu na sadaka zetu tunazoleta madhabahuni pako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na sadaka zetu na usipokee kwako mbinguni. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote na tuseme amen. Inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Naye Mungu Mwenyezi akuangazie na jua la haki lenye kuponya katika mbawa zake. Nawe akupe furaha ya kurukaruka kama ndama wa mazizini. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu liseme